Urusi imekemea vikali mashambulizi ya Israel dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran, ikiyataja kuwa ya kihalifu na yasiyo na msingi wa kisheria. Kupitia kwa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, Maria Zakharova, Moscow imesema wazi kwamba uvamizi huo ni kitendo cha uchokozi unaokiuka mkataba wa Umoja wa Mataifa na kanuni za msingi za sheria za kimataifa. Zakharova ametaja hatua hiyo ya Israel kuwa ni tukio la kihuni linalotishia usalama wa kikanda na wa dunia nzima. Zaidi ya ukosoaji kwa Israel, Urusi imeitahadharisha Marekani kwa maneno mazito. Ikiwa Marekani itajaribu kuingilia kijeshi dhidi ya Iran, italazimika kukabiliana na matokeo yasiyoweza kudhibitiwa. Kauli hii imewasilishwa kama onyo rasmi kwa Washington kuacha kujiingiza katika kile ambacho Urusi inaamini ni mtego wa kuanzisha vita vya kikanda vinavyoweza kubadilika kuwa mzozo wa dunia nzima. Katika siku za hivi karibuni, Israel imefanya mashambulizi kadhaa ya anga dhidi ya maeneo yanayotajwa kuwa ni vituo vya nyuklia vya Iran, hatua inayodaiwa kuchochewa na hofu ya kuenea kwa silaha za nyuklia Mashariki ya Kati. Hata hivyo, kwa Urusi, hofu hiyo ni kisingizio tu cha kuhalalisha uvamizi. Jaribio la kuhalalisha uvamizi huu kwa madai ya kuzuia nyuklia ni unafiki wa hali ya juu, amesema Zakharova. Kwa muktadha mpana, hatua ya Urusi kuzungumza kwa sauti kubwa na kali ni ishara kwamba vita vya maneno kati ya mataifa haya mawili yanayohasimiana vinaweza kugeuka haraka kuwa vita vya wazi. Urusi inashikilia msimamo wa kuilinda Iran sio tu kama mshirika wa kibiashara na kijeshi, bali pia kama mhimili muhimu wa kuzuia kile inachokiita ulevi wa nguvu wa Magharibi. Katika mazingira haya ya mvutano, uhusiano kati ya Urusi na Israel unaonekana kufika ukingoni, huku nafasi ya Marekani ikizidi kuwa ya mkanganyiko. Wakati baadhi ya taarifa zinazoonyesha kuwa Washington inashirikiana kwa karibu na Tel Aviv, onyo la Kremlin linabeba uzito wa wazi. Vita yoyote dhidi ya Iran itavuka mipaka ya kawaida ya kikanda na kuvuruga mizani ya nguvu ya dunia. Swali sasa si tu kuhusu hatima ya Iran, bali pia hatima ya Mashariki ya Kati na amani ya dunia nzima. Urusi tayari imeshaanza kupigia kelele vikao vya dharura vya kimataifa ili kulazimisha Israel kusitisha mashambulizi. Wakati huo huo, Marekani iko katika hali ya kusubiri. Itaendelea kuisapoti Israel kama mshirika wa kimkakati au itasikiliza onyo la Kremlin? Majibu yako wazi. Dunia inakaribia kupitia mstari mwekundu na Urusi haitaki kufumbia macho.